mu'min aliye na tauhid ndani ya moyo wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia utulivu akionyesha utendakazi wake kwamba usiwe na hofu juu ya maisha, usiwe na hofu juu ya hali yoyote ambayo uko ndani yake, usiwe na hofu ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia jambo litakuwa, basi litakuwa kwenye maisha yako. Wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, hakuna chochote mbinguni wala ardhini kinachomshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbinguni na ardhini, yote yaliyomo ndani, anapokutakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo, hakuna anayeweza kuzuia madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu katika iman, tukiendelea na silsila yetu kwa jina Haqaiqu al-Arzaq, uhakika na ukweli kuhusiana na riziki, na ikiwa siku ya leo ni kikao cha 6, ndugu zangu katika iman, anwan tutakayoendelea nayo kwenye silsila yetu ya 6 na kuendelea mbele ni ufahamu na itikadi ambayo inafaa iwe ndani ya moyo ya kila mu'min, moyo wa kila anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwenye moyo wa kila aliye na tauhid ndani ya moyo wake ipatikane itikadi kama hii. Ni itikadi gani? Ni itikadi ya kwamba la mani'a lima a'ta Allah wala mu'tiya lima mana'. Ipatikane hii itikadi ndani ya moyo, ipatikane hii yaqini ndani ya moyo wako, ipatikane hii sifa ya kuthibitisha utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya moyo wako, ya kwamba la mani'a, hakuna anayeweza kuzuia lima a'ta, kwa alicho kitoa na kupeana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa anachotaka kupeana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anayeweza kuzuia. Uwe na imani ya yaqini juu ya itikadi kama hii, la mani'a lima a'ta wala mu'tiya lima mana', na hakuna anayeweza kutoa alicho kikataa na alicho kizuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo iwe imani yako ndugu yangu katika imani, kwamba hakuna anayeweza kuzuia anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna anayeweza kupeana kwa alichokataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha arada Allah Subhanahu wa Ta'ala isala ay naw'in min anwa'i ar-rizqi ilayk falan yastati'a an yamna'ahu min al-wusul ilayka ahada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka ikufikie type yoyote katika riziki, namna yoyote katika riziki, ndugu yangu katika iman, hakuna anayeweza kuzuia isikufikie riziki hiyo namna ya huyo mtu atakavyokuwa, namna ya wale watu watakavyoweza kuwa. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka, jambo hilo litakufikia, riziki hiyo itakufikia, khairi hiyo itakufikia, hakuna anayeweza kuzuia. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini katika suratul Nahl, akibainisha utendakazi wake, akibainisha kwamba jambo akilitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anayeweza kuzuia jambo hilo lisiwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika neno letu kwa kitu au jambo tunachokitaka ni sisi kusema kun, kuwa, na jambo hilo likawa. Huyo ndiye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu ambaye unasema la ilaha illa Allah,
sikiza utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiza namna imani yako juu ya Allah subhanahu wa ta'ala yafaa iwe. Mwenyezi Mungu anabainisha utendakazi wake. Inma qawluna, hakika ya neno letu, au tunapotaka jambo, idha aradna, tunapotaka jambo, an naqula, ni mujarrad kusema kun, kuwa, na jambo hilo likawa. Kwenye hii aya tunapata faida gani? Ni faida gani ya kiimani? Faida gani ya tauhid tunapata katika aya kama hii? Faida ya kwanza tunayopata ni kwamba kullu ata'in wa man'in biyadillahi subhanahu wa ta'ala wahda. Kwenye hii aya tunaiona faida tunayopata ya kwanza ni kwamba kullu ata', kila kinachopeanwa na kila kinachozuiliwa isimfikie mtu ama kufaidika nayo mtu, biyadillahi subhanahu wa ta'ala wahda, iko kwa mkono wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala haiko kwa mkono ya mtu yoyote. Hii ndiyo iwe imani yako. Inma qawluna idha aradnahu, Mwenyezi Mungu abainisha utendakazi wake ya kwamba katika mlango wa kupeana na mlango wa kuzuia, yote iko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili tunayopata faida kwenye hii aya ni kamalu qudratillah, ni ukamilifu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mambo yake anapotaka kufanya, anapotaka kumsababishia mtu mlango wa riziki au jambo la khairi, Mwenyezi Mungu hahitaji sababu yoyote, wala hahitaji season, wala hahitaji munasaba, yani itokee jambo fulani ndiyo jambo hilo liwe. La, Mwenyezi Mungu anabainisha utendakazi wake akisema ni kun fayakun. Yani ni sisi tu kusema kuwa na jambo hilo likawa. Kwa hili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anabainisha ukamilifu katika utendakazi wake, ukamilifu usiokuwa na kasoro kama alivyo binadamu dhaif. Unaposoma aya kama hii ndugu yangu, jambo hili ama itikadi hii iweze kupatikana ndani ya moyo wako. Kamalu qudratillah, ukamilifu ya utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo hahitaji sababu wala munasaba wowote. Ni Mwenyezi Mungu kusema kun, kutaka jambo hilo liwe au kuamrisha, na jambo hilo likawa. Na jambo la tatu huwa ithbatul mashia alilahiyya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anathibitisha kutaka kwake mambo, kwamba mambo hayawi illa kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yanayofanyika na yote yanayotendeka kwenye maisha yako ni kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ipatikane imani hii ndani ya moyo wako ndugu yangu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaposema inma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun, Muislamu akisikia aya kama hii au akisoma aya kama hii, inafaa itoke khaufu yote ndani ya moyo wake, khaufu sampuli zote ndani ya moyo wake, khaufu kwenye mlango wa riziki, khaufu kwenye mambo ya maisha, khaufu kwenye hali ambayo yuko ndani yake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndugu yangu katika iman kashakubainishia utendakazi wake, kashakuonyesha ndani ya Al-Qur'an Al-Karim zaidi ya aya hii tuliyoisoma, aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anabainisha utendakazi wake. Lakini unaposoma aya kama hii, ukiona Mwenyezi Mungu anasema kun fayakun, kutaka kwake kwenye mambo ni kusema tu kun fayakun, aya kama hii ama sehemu kama hii inafaa ikutolee khaufu zote za maisha ulionayo. Khaufu zote zinafaa ziondoke
kwa mujarrad kuthibitikiwa utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mambo akitaka yanakuwa kwa kun peke yake. Ndugu yangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha vile vile ukubwa ya utendakazi wake, huku akimpatia muislamu anayesema la ilaha illa Allah, mu'min aliye na tauhid ndani ya moyo wake, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakupatia utulivu akionyesha utendakazi wake, kwamba usiwe na hofu juu ya maisha, usiwe na hofu juu ya hali yoyote ambayo uko ndani yake, usiwe na hofu ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuandikia jambo litakuwa, basi litakuwa kwenye maisha yako. Wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, hakuna chochote mbinguni wala ardhini kinachomshinda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mbinguni na ardhini yote yaliyomo ndani, naam, anapokutakia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jambo, hakuna anayeweza kuzuia madamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaka. Hii ndiyo iwe imani yako, imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kinachomshinda kwenye hii ardhi na kwenye mbingu, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka. Kuwa na hii imani ndugu yangu. Wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.